Ishi na mkeo kwa akili. Mwanamke alitolewa hapa kwenye ubavu. Kwa nini alitolewa hapa? Hapa ndipo tunaweka vitu vyetu vizuri tunavyopenda. Mwanamke hakutoka kwenye raw material kama wewe. Na hivyo ndio maana hata ngozi yake haiko kama ya kwako. Kwa hiyo endeleza ule uzuri wake kwa kumtunza vizuri. Kuna wanaume yuko hapa, hajui kiuno mkewe saizi ngapi anavaa. Hajui mke wake anavaa viatu saizi ngapi. Na wakiitwa wanaume waliooa, yeye wa kwanza. Unaenda wapi na hujui chochote kuhusu mkeo? Wanaume muelewe kwamba mwanamke unapomooa, hapa katikati yako na yeye kusiwe na mtu mwingine zaidi ya yeye. Hiyo ndivyo tulivyoumbwa wanawake. Kuna wanaume wengi mnatanguliza ndugu zenu kuliko yeye. Yaani ndugu yako anasei kuliko mkeo. Hayo ni makosa makubwa sana. Unatuma pesa kwenu, mkeo hajui. Anapata tu, asante sana, tunashukuru zile hela tumepata, na mama aliomba akanunue viatu. Ukasema pesa huna, lakini pesa ya kumpa dada yako aliyeolewa, pesa unayo. Hiyo sio akili, ni matope. Sikilizeni wanaume. Wakati unakuja mnapozeeka, mnatuhitaji kuliko kawaida. Mnapozeeka, nguvu zimeisha, mara nyingi na ukali umeisha. Madaraka huwa yanachukuliwa na mama na watoto wake. Kaa vizuri na mkeo, nikwambie utajuta. What? Unajua utabakije wewe? Samahani, babu, umefungia kuku wangu. Na yule kuku aliyekuwa analalia ametotoa. Umefungia mlango kuku. Mama saa hiyo yuko wapi? Anakula raha kwa watoto. Kaa vizuri na mkeo mama ujana. Ili mpaka mwisho huyu baba muwe marafiki na huyu mama na watoto wake wakupende. Ili mke wako uje ufaidi, watoto wako wakupende baba. Penda mama yao. Watoto hata wakiwa wadogo miaka 2 mitatu, wanajua kama unamnyanyasa mama yao au la. Wanajua ile lugha unayoongea nayo mama yao, wanajua na wanaiweka moyoni. Subiri watoto wako wakiue. Kwani nyinyi si mashahidi? Nyinyi wengine hapa si mna wazazi? Tuone wenye wazazi kama mimi. Kati ya vitenge na makoti, nini unanunuaga zaidi? Baba mmesikia? Hata ninyi wenyewe wa baba si mnaonaga mnavyowapelekea mama zenu? Unajua huwa nini kinatokea? Mkienda kusalimia, mama, ulisema eti unataka shingapi? Mwanangu, hata 300 tu, banda langu hapa la kuku zinahesabiwa 300, unapewa siri. Alafu sasa subiri, anachukua tu 20 ndogo anawapa 50,000, na mama naye anapewa hapo 20. Mama we, unafikiri watapewa sawa? Mama anapewa 20. Sasa wakikaa baba na mama, sasa si unajua baba, wageni wamekuja hapa nyumbani, mimi hii 20 mezi. Baba anatoa 40 yote anampa tena mama. Jumlisha na 20 yake, mama ana ngapi? Baba amebaki na ngapi? Lakini pia ana ngapi kapewa? Wa baba, kaeni vizuri na hawa wake. Kaeni vizuri. Mimi nilisema hiyo dhambi sitaki kuifanya kwa familia yangu. Na nilimtengenezea urafiki sana na watoto. Mume wangu tangu watoto wetu wakiwa wadogo walikuwa marafiki. Ni marafiki mpaka leo. Usimnyanyase mama yao, usiwe unamgombeza mama yao mbele ya watoto. Watoto wanakuwekea kinyongo moyoni. Subiri, ndio maana wamama watu wazima huwa wanafurahi, wanapendeza wakifika umri. Alafu wa baba wanasinyaa. Wanasinyaa kwa sababu baba unakuwa mpweke, lakini uliweka akiba. Na wewe weka akiba. Akiba ipi nataka uweke? Kafanya shopping na watoto. Baba anachukua pesa anampa mama, sivyo? Mama anaenda anafanya shopping, analipa ada, ni mama anafanya. Na watoto wanamuona nani anafanya? Mama, si ndio? Lakini si hivyo, mtoto akikosea, baba akirudi, huyu mtoto wako leo alifanya hivi na hivi. Baba unachukua fimbo, kuanzia leo uache huo mchezo. Unachukua fimbo unachapa yule mtoto. Mtoto akishachapwa anaenda kwa nani? Mimi nakwambiaga babako mkali, ona sasa. Pale libaya ni nani? Lakini kwa hakika mbaya wake ni nani? Yale yote mtoto anaweka kwamba baba libaya, baba likatili. Sawa? Mwishoni atakulipa. Na mama yao, wakina mama, tafadhali tusiwafanye watoto wetu upande wetu waache baba zao. Hawa watoto bila wao sisi tusingewapata. Na baraka anayetoa ni baba. Msisahau hilo. Kwa hiyo ukipokea tu vitenge sana na makoti hayaji, waambie watoto kwamba watoto, baba mmemsahau. Manake anayetamka baraka ni huyu baba. Sawa Uzao wake anaubariki yeye. Mwanaume ili akupende, mke msaidie ili akupende.
Yaani wengi wanaoolewa pale mwanzo angalau wana darling, lakini hapo mbele ya safari anamtelekeza baba wa watu, anamuacha. Mume anaingia nyumbani, hata ka message, hata kumwambia ainue macho karibu, yeye yuko tu kwenye simu. Simu zinatuharibia sana ndoa. Msaidie ili akupende. Ni kweli ameambiwa apende, lakini wewe unapaswa umsaidie. Na yale yote nilokuwa nasema ni kukusaidia wewe mke ili usaidie mume wako akupende. Sawa? Mwanaume, kaa vizuri na mkeo. Yale mambo anayokulalamikia kila mara si vizuri kwako. Hufanikiwi kwa sababu ya huyo mke. Anaposononeka, anajua kabisa una michepuko na anakuambia utaki kutoa matumizi nyumbani. Mwanamke yeye ndiye waajabu wake, wengine wanapendeza, yeye apendezi, na we unaenda kazini, unajizuia maombi yako Mungu asisikie. Kwa hiyo wanaume, kaa vizuri na mkeo. Muoneshe kwamba unampenda, hiyo ndio salama yako. Yeye akishajua anapendwa, anajiachia kwako na anakuwa mwenye furaha. Kwa nini wanawake wengi wanachukua simu za waume zao na kusoma message? Si wapo wa hivyo? Unajua huwa anatafuta nini? Anatafuta kwamba upendo wake umepungua wa mume wake. Anayeupunguza ni nani? Ndio anajaribu kumtafuta humu. Akikutana na jina la kike, anasoma. Sasa wanawake, shetani siku hizi amewapa akili wanaume. Hawaandiki majina ya kike humo. Wanaandika fundi bomba, fundi garage. Kwa hiyo simu ikiita, we mwenyewe mke ndio unaipeleka. Mume wangu fundi bomba anapiga. Acha nitaongea naye baadaye. Tunamhitaji Yesu nyumbani kuliko chochote. Wanaume, vile mlivyoumbwa, ule ukatili huo unamaliza wamama wengi. Wamama hawajaumbwa hivyo. Kuna ule ukatili. Yaani wewe huoni kama ukatili, maana ndivyo ulivyo. Sawa Majibu ya mkato, huna muda na mkeo, hayo yanammaliza huyu mama. Wanawake wanahitaji kunipa muda. Tunahitaji muda wa bila sababu. Umekaa tu na mimi, tumeweka tu viti, tunaongea tu. Nipe muda, niambie njoo kaa hapa, njoo tuongee. Nipe nafasi nijiachie kwako. Hiyo ndio wanawake wanataka. Lakini wanaume wengi wako very busy for nothing. Ni kweli mume wangu ananiambia, lakini shilingi unataka. Na mimi wanamwambia aswa, shilingi naitaka na wewe pia nakutaka. Vyote nataka. Kaeni na wake zenu, wapeni muda tu. Yaani hakuna kitu mnajadili. Lakini mwanamke ameumbwa kwa namna ambayo tofauti na wewe. Wakati wewe unaweza ukaridhika kuwa na suruali 3 na mashati yako 3, mwanamke hajaumbwa hivyo. Hicho ndicho kilimponza Adam katika bustani ya Eden. Wakati Hawa anataka kutembea bustanini aone vitu vipya, Adam aliona ni upuuzi, akabaki. Si ndio? Wanaume, hakikisha mke wako anakuwa na mahitaji yake ya msingi. Haina maana mwanamke akiolewa ameuza uhuru wake. Hapana. Na yeye ni ana uhuru, muachie uhuru wake. Muachie afanye vitu vile anavyovipenda. Kuna vitu wanawake alipokuwa kabla hajaolewa alikuwa anawaza kufanya. Ameolewa na wewe hajavifanya. Muachie huru afanye bila kuvunja kanuni za nyumbani.